Barua ya kocha namba 151. Kama unataka mafanikio makubwa, unapaswa kufurahia kushindwa. Rafiki yangu mpendwa, unaweza ukachanganyikiwa kidogo hapo kuona kwamba iweje ufurahie kushindwa ili uweze kufanikiwa. Lakini Bill Gates aliwahi kusema ushindi ni mwalimu mbaya sana wa safari ya mafanikio. Kwa sababu ushindi unakufanya ujisahau, ushindi unakufanya udharau, labda uone kwamba tayari umeshajua, huna haja ya kujifunza, na wengi huanguka baada ya ushindi. Sasa ili upate mafanikio makubwa na uvuke pale ambako upo, inabidi upitie kushindwa. Kwa sababu kushindwa hakumaanishi kwamba dunia imekukataa au dunia imekutenga au imefunga milango, bali inaonyesha kwamba kuna kitu ambacho bado hujakijua. Kuna somo ambalo bado hujalipata na inabidi ulipate ndio uweze kufanikiwa. Sasa wengi wanaposhindwa, na lazima utashindwa ili safari mafanikio, lazima utashindwa. Hauwezi ukaanza kitu mara ya kwanza ukawa umepatia. Uanze biashara mara ya kwanza ifanikiwe. Utapitia kushindwa. Sasa kinacho tofautisha watu ni namna wanavyochukulia kushindwa. Wengi wanachukua kushindwa kama ndio mwisho wa safari, kwamba haiwezekani tena, na hapo ndipo inakuwa mwisho wao. Lakini wale ambao wanachukua kushindwa kama sehemu ya safari ya mafanikio, wanajifunza na kuweza kusonga mbele zaidi. Hilo ndio ambalo tunaliangalia kwenye barua hii ya 151, ambao ni muhimu sana kwa kila mmoja wetu kuisoma na kuifanyia kazi. Kuna mambo kadhaa nimeyaeleza kwa kina. La kwanza ni kushindwa ni darasa, si hukumu. Unaposhindwa, maisha ni kama shule ambayo haina mwisho. Kila unachopitia ni darasa, na unapokutana na ugumu wote ule ndio mtihani wenyewe, na unaposhindwa kuvuka ugumu ndio kuna somo hujajua bado, hujajifunza bado. Kwa hiyo unapaswa ulichukulie kama somo, ujifunze uweze kwenda mbele zaidi. Kuna kitu hujakijua. Jambo la pili ni wengi wanarudia makosa, wachache wanarudia majaribio kwa marekebisho. Sasa ukiangalia maisha, watu wengi ambao walalamika mambo ni magumu, yawezekana namna gani, watu wanafanya mambo yale yale kwa namna ile ile, alafu wanategemea matokeo tofauti. Kitu ambacho ndio Albert Einstein anasema ndio ujinga. Yaani kufanya jambo lile namna ile ile kutegemea matokeo tofauti. Badala yake unatakiwa ujaribu kitu kipya. Unapofanya kitu kashindwa, lazima ukae chini uangalie nini nirekebishe ili nipate matokeo ambayo ninayataka. Kwa hiyo unajaribu kitu kingine na kingine na kingine mpaka unapata matokeo ambayo unayataka. Tatu, ukishaelewa somo, matokeo hubadilika kwa uharaka sana. Kama ambavyo nimesema hapo awali ni kwamba unashindwa sababu kuna kitu hujajua. Sawa. Wewe usilalamike, usilaumu, sasa mbona imekuaje, mbona wenzangu wanapiga hatua na kwa kuna kitu hujakijua. Wewe jiambie kitu gani sijaelewa kwenye hii biashara, sijaelewa kwenye hii kazi, sijaelewa kwenye maisha. Nini hujajua? Sawa. Ili ukishajua uweze kubadilisha matokeo ambayo unayataka. 4, badilisha swali lako kutoka kwa nini mimi kwenda nifanye nini tofauti. Unapokutana na ugumu au changamoto au kushindwa, ukasema kwa nini imetokea kwangu? Kwa nini mimi? Maana yake unakuwa unajipa hadhi ya mwathirika, unakuwa victim. Kwamba mimi nimeonewa, mimi sina bahati, mimi na kisirani. Kama vile ni wewe peke yako unashindwa duniani. Sio kweli. Kila mtu anapitia hiyo hali, ni vitu labda wengine hawaonyeshi au hawaonekani au kuwaona wakati wanapitia hizo hali. Kwa bala uliza kwa nini mimi? Tambua hiyo itatokea, nifanye nini tofauti sasa? Ndio nilifanya nilichokuwa nakijua, nimepata matokeo haya ya kushinda. Nifanye nini tofauti ili nitoke hapa nilipokwama sasa? Hiyo ndio swali ambalo litakusaidia kuchomoka hapo. 5, ushindi ni matokeo ya kujifunza kwa nidhamu. Rafiki, hautashinda kwa sababu eti umekuwa na uwezo sio tofauti, umekuwaje. Ni kujifunza na kuendelea kuwa bora. Hivyo kila tu unapiga utakutana na kitu kigumu ambacho ukijui. Ili ujifunze, upige tena hatua, ujifunze hivyo mpaka unapata kile unachokitaka. Na nataka kusema sana kwamba usije ukaishia mahali kwa sababu eti umeshindwa, kwa sababu imekuwa ni ngumu. Hiyo ndio safari yenyewe ya mafanikio. Hiyo hapo uliposhindwa ndio pakupapenda, sababu inakwambia kuna kitu ambacho hujakijua. Nini sijakijua? Nataka nikijue hapa
Hilo ndio swala la kujiuliza na kulifanyia kazi ili uweze kufanikiwa. Kwa hiyo ndio maana nakwambia unapaswa kufurahia kushindwa, kwa sababu unajifunza mengi kwa kushindwa kuliko unapokuwa umeshinda. Ukipata matokeo unaona kama tayari unajua kila kitu. Ukishindwa unakuwa mnyenyekevu na kujifunza. Ingia Tanzania Skills Academy na kwenye barua za kocha. So barua namba 151 ili uweze kufungulia mtazamo wako kwa usahihi kwenye kushindwa kama njia ya kushinda kwenye mafanikio. Asante.